Kwa hiyo kilitolewa agizo, kulikuwa na changamoto hapo. Changamoto ya kwanza ilikuwa madereva wanalalamika, kuna foleni ndefu kweli kweli. Nadhani mmeona wenyewe. Mkitoka hapa pia muone hilo. Foleni zaidi ya kilomita 4 mpaka 5. Madereva wanalalamika na wapande wote mbili, wapande wa Tanzania wanalalamika, wapande wa Zambia. Kwa hiyo malalamiko juu ya malalamiko. Kwa hiyo moja ilikuwa ni hilo kulitatua. Leo tumeweza kufanikisha na kukubaliana na waziri mwenzangu Mheshimiwa Mulambo Haimbe kutoka Zambia juu ya hilo namna ya kulitatua. Baadaye mnaomba mpige picha, kuna barabara inajengwa hapa na TANROADS. Moja hapo itakayotatua tatizo ni hiyo barabara. Kuna bypass ya pili kule ya mizigo ya DRC transit, imetolewa barabara mpya, naomba mpite muone, mtagundua hilo ni la pili. La tatu kuongeza mashine za skana, sasa hivi 3 na moja imechangiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imetolewa kama msaada kwa wao ili kuharakisha mizigo, kwa sababu tumekusudia tuwe na uwezo wa kupitisha magari zaidi ya 200 mpaka 300 kwa siku. Sasa hivi magari yanakuja 1000 kwa siku, na sisi bado kupisha kwetu si zuri, lakini kubwa zaidi kuliko yote tulifanikiwa na tunaondoka kama zawadi. Sisi Tanzania tunafanya kazi kwa saa 24 kwa siku, wenzetu kwa saa 10 tu kwa siku. Ukifika 12 jioni wanafunga kwa heri mpaka siku ya pili. Lakini kikao cha leo na waziri ameshajicommit na amekubali na amezungumza na wao, watakuwa wanafanya saa 24 kwa siku. Kwa sasa wale magari hatofika 12 jioni yanalala, madereva wote wanalala kwa upande wa Tanzania. Sasa magari yatakuwa yanakwenda. Kwa hiyo mizigo ya Zambia, mizigo inakwenda Zimbabwe, mizigo inakwenda kusini, nchi nyingine za kusini mwa Afrika, pamoja na mizigo ya transit ambayo ni mingi kwenda DRC upande wa mashariki ya Kongo, pia sasa itapita kwa haraka zaidi. Kwa hiyo naweza kusema kero 10 katika mpaka huu ziko zimebakia. Leo tumezitatua 5 na kero 5 zinaendelea kutatuliwa kwa pande mbili kukaa, kwa sababu ni kero endelevu. I just want to take the opportunity also to thank Tanzania, the people of Tanzania, and of course the heads of state for the kind gesture of the donation some time back of a new scanning machine for our use here at this facility. Interestingly, some time has passed since the donation was made, and the equipment has yet to be installed. So one of the outcomes of our conversations here, I'm happy to say publicly, is that we have agreed that. So thank you very much, Honorable Minister, and to the people of Tanzania for that. Lakini kulikuwa na swala la skana kama Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje alipozungumzia. Serikali ya Tanzania iliweza kununua skana kwa ajili ya kuweza kusaidia wenzetu wa Zambia ili waweze kuongeza kiwango cha malori ambacho kimekuwa yakivuka. Leo hii wamekubali hiyo skana, wataweza kuichukua na iweze kuanza kutumika. Kwa hiyo kutakuwa na skana zaidi ya 2 kwa upande wa Zambia, lakini na sisi huku maboresho makubwa yamefanyika. Kwa hiyo tunatarajia uvukaji wa mpaka utakuwa ni wa rahisi na wa kiwango kikubwa. Lakini kulikuwa na swala la parking. Madereva wamekuwa wakilalamika sana, wale madereva ambao wanatakiwa kuvuka mpaka kwenda upande wa pili kwa maana Zambia, wanatakiwa wavuke waende kukamilisha taratibu za kiforoza wakiwa upande wa Zambia. Lakini imekuwa ni tofauti, wamekuwa wakipaki kwa upande wa Tanzania na wanakwenda kufanya taratibu za kiforoza upande wa Zambia, kitu ambacho ni kinyume na taratibu za uendeshaji wa vituo hivi vya pamoja. Kwa hiyo leo hii wenzetu wa Zambia wametuambia kwamba wanakwenda kuhakikisha kwamba ile parking ndani ya muda mfupi inakamilika, ili malori yote ambayo yanavuka mpaka yavuke yaende upande wa pili na aweze kufanya taratibu zao zile za kiforoza. FM kutoka Dar es Salaam.